hujaniona kwenye kutuza. Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilikuwa na hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana nikiwa Dar es Salaam nahitaji kuyafanyia kazi. Basi kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kukitoa kilitosha. Lakini siwezi kusema, lakini nilichange kiasi kingi sana ambacho baada ya kurudi kimeweza kufanya vitu vingi. Na kwa hiyo nashukuru Mungu, na vitu vingi nilifanya duty free huko. Kwa hiyo lakini nilitoa, sio kama sikutoa kabisa, nilitoa. Na nyingine niliwapa pia, kwa sababu niliwahi kuondoka huko mbili, niliwapa shehe zangu wengine waendelee nazo. Kwa hiyo zipo ambazo nilitoa na nikawapa na watu wengine watoe, lakini nilichobakisha ni kingi kuliko ambacho nilikitoa. Muziki wa Beyonce Nigeria kwa muda mchache ambao umekaa kule kwenye harusi ya Beyonce. Ukoje? Na labda pengine kwa wasanii ambao pia wameenda kwenye harusi ya kwa Diamond Platnumz na labda kuna namna ambavyo umepata labda exposure na connection na baadhi ya mastambo wako Nigeria kwa maana kwamba collaboration na nini? Kwanza wasanii ambao tumeenda kwenye harusi sidhani kama ni mimi tu na mke wangu. I think alikuwepo Jinako pia. Na nadhani Ommy Dimpoz pia alikuwepo. Kwa wasanii walikuwepo. Na mimi Nigeria sio mara ya kwanza kwenda. Kwa hiyo kuhusiana na muziki wangu Nigeria kiukweli ni bado kabisa, siwezi kukudanganya. Natakiwa nifanye kazi kubwa sana, bado sana. Kwa hiyo lakini wapo wanamuziki ambao wamefanikiwa, ngoma zao zimefanya vizuri Nigeria. Zipo ngoma kubwa, mfano wimbo wa Jaiva Mtoto Kautaka ni wimbo mkubwa Nigeria. Nyimbo za Jux, nyimbo za Diamond nyingi sana ni kubwa. Bado pia kuna sehemu nilipita nikasikia nyimbo ya Vanessa Mdee, unaona. Nandi na Joe Boy. Nimesikia nyimbo, yani sio kama nyimbo azili Harmonize, nimesikia wimbo wake. Kwa hiyo tunayo nafasi. Wapo wasanii ambao wanasikika zaidi, wapo wasanii wetu ambao wanasikika kidogo. Kuna sisi wengine bado kabisa hata kuanza kusikika. Kwa hiyo ni swala la kulifanyia kazi na kupigania kuhakikisha inawezekana, na inawezekana kwa ukubwa kabisa. Ni swala la kutengeneza muziki ambao wenyewe utazungumza, kwa sababu muziki ni vibe. Ikipigwa nyimbo ya Jaiva Mtoto Kautaka, the way watu wana vibe kumfikia na anapata ile vibe ambayo anataka kuisikia kwenye muziki. Kwa hiyo soko la Nigeria ni sio kwamba ni soko rahisi, ni soko gumu, kwa sababu pia na wenyewe wana wasanii wengi na wenyewe wanalitegemea pia soko lao na soko la nje. Kwa hiyo sio soko ambalo watakupa nafasi tu ya kuingia. Lina namna yake. Wenzetu wana njia nyingi sana za kulinda masoko yao, kwa sababu hii ni biashara ambayo inatimiza ndoto za vijana wao wengi. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kutengeneza mikakati ambayo inaweza kuturahisishia sisi kupita au kupenya katika hayo masoko. Wanasema harusi sio ndoa. Ndoa ni yale maisha ambayo unaishi wewe na mke wako ndani. Jux amefanya harusi kubwa imeenda viral na anaingia sasa ndani ya ndoa, kwa maana kwamba maisha mengine yanafuata. Wewe umeshaingia ndani ya ndoa na muda mrefu kwenye ndoa na mke wako. Ndio. Neno kwa Priscilla, lakini pia neno pia kwa Jux kuelekea kwenye ndoa, maana harusi tayari tumeshaona. Kikubwa wamshirikishe sana Mungu katika huu muunganiko wao ambao wameanzisha. Unajua kwa namna ambavyo jambo limepokelewa na namna ambavyo limekuwa kubwa, husda lazima zitakuwa ni nyingi, kwa sababu mimi naamini mpaka watu wameweza kushirikiana pamoja kuingia kwenye ndoa ni watu ambao wanapendana na wanapendana sana. Kwa sababu Jux amekuwa katika mahusiano kabla, lakini mpaka amefikia hatua ya kuamua sasa naoa, ina maana amekutana na yule ambaye yeye anaona anastahili kuwa mke wake. Kwa hivyo mengine ni baraka zake Mungu, na wakimshirikisha Mungu katika kila jambo lao,
mimi naamini watafika mbali sana na utakuwa muunganiko muhimu na mwanzo wa vitu vingine, familia bora, watoto na vitu vingine. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.